Salheri, shukran kwa kuzidi kutulia hapa kwenye runinga yako, kipenzi chako KBC Channel 1. Mwenzangu Dorina Range keshafunga virago kaondoka studioni na kupisha usukani kwangu, ikiwa hiki ni kipindi cha Kiswahili ambapo tutakuwa tunazidi kuchanganua na kudadavua yale yote ambayo yameweza kutukia siku hii ya leo. Na si siku hii ya leo peke yake, manake ni siku 4 mfululizo ambazo zimekuwa siku za shughuli babu kubwa baada ya taarifa kutangazwa kwamba Raila Odinga ametuacha ama ameaga dunia. Kwa hivyo ni siku 4 ambazo zimekuwa na shughuli kubwa zaidi, shughuli chungu nzima kutoka maeneo tofauti humu nchini, serikalini na hata katika ukanda. Pia vile vile tumeona katika anga za kimataifa zikiweza pia kujumuika nasi kama Kenya katika kuweza kuomboleza kuondokewa na kiongozi shupavu ambaye siku hii ya leo basi Kenya nzima, Afrika na vile vile ulimwengu mzima umeweza kujumuika kumpatia kwa heri yake ya mwisho katika mazishi yaliyofanyika katika eneo la Kang'o ka Jaramogi. Naambiwa kwamba hii inamaanisha kwamba kwa Jaramogi, kwamba Raila alikuwa na kwake kule Opoda Farm, ilikuwa kule ni kwake, lakini kwa sababu amezikwa kando na kaburi la babake, basi ni katika eneo la Jaramogi, Kang'o ka Jaramogi, kwa Jaramogi. Kama nitakuwa sijakosea, na imani ya kwamba hivyo ndivyo inavyomaanisha. Lakini studioni sipo peke yangu, naye mchanganuzi wa masuala ya siasa, vile vile wakili ambaye amekita mizizi katika masuala haya yote ya uongozi, sema demokrasia, zungumzia mambo ya siasa, zungumzia mambo ya hata sheria, anaelewa kwa undani. Si mwingine bali ni wakili John Swaka, akiwa atakuwa pamoja nasi tuweze kuelewa kwa undani yaliyotukia hii leo na hata yale ya siku za nyuma ambayo tumekuwa tukiona yakifanyika humu nchini. Karibu sana wakili John. Asante sana Benza, nashukuru sana kwa hapa kwa siku kubwa sana kwa historia ya Kenya kama siku ya leo. Ni fursa njema sana kuweza kuzingatia maisha na siku za mwenda zake Raila Amolo Odinga. Ndio aliyetambulika si humu nchini tu bali ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima. Na katika kifo chake na mazishi yake imebainika wazi kwamba hakuwa mtu wa kawaida. Hakuwa ni mtu wa kipekee. Kwa maana hapo awali tumekuwa na state burials ama state funerals za rais watatu ambao wamemtangulia, lakini hatujaona mambo ambayo yameonekana siku 3-4 zilizopita. Ndio. Nataka tuanzie hapo ulivyozungumzia, ulivyotaja jinsi tulivyoona umati wa watu ulivyomiminika, pia ile state funeral ama state burial ambayo ameweza kupatiwa kiongozi katika hadhi ya Raila Odinga. Nataka tuanze na hapa. Leo ndio ilikuwa siku ya kukunja jamvi katika safari yake ya mwisho Raila Odinga iliweza kushuhudiwa ulimwengu mzima. Ni juzi tu tulipopata hizo taarifa, siku 4 tu hivi tukisema. Je, unaona imekuwa haraka mbali na kwamba yeye mwenyewe alikuwa amesema azikwe chini ya masaa ama ndani ya masaa ya 72? Wakenya mahali ulipo, unahisi Wakenya wanaona wamepata muda wa kutosha ama kwa nini ilikuwa iwe hivi? Asante sana Manzi. Unapotazama kwamba aliandika uhusia kwamba nizikwe chini ya masaa 72, utaona kwamba yalipita hayo masaa yalipita. Lakini cha msingi ni kwamba lazima tuelewe Raila Amolo Odinga ni mtu aina gani. Unapotazama yale watu wamesema, wamezungumza, unapata a particular trend ambayo inasema kwamba huyu alikuwa anapenda amani. Kitu ambacho kinachipuka kabisa ni kwamba alikuwa mpenda amani. Wamesema jinsi amefanya handshakes, amefanya reconciliations, amekosewa na watu, amewasamehe, amerudi, amefanya nao kazi. Wazungumzaji wengine wamesema alisema kuna permanent enemies, permanent friends in politics. Na kwa hivyo nakusudia kwamba alipokuwa anaandika ule wosia, lazima alijua kwamba alikuwa ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa sana kwenye nchi hii. Na labda akafikiria kwamba ikiwa mwili wake utakawia kabla hujazikwa, huenda nchi sisonge mbele, huenda kawa na mambo mengi. So nafikiria kwamba akafikiria katika
wosia wake ule kwamba basi aombe ama andike kwamba chini ya masaa 72 nipumzisheni, basi Wakenya warudi kwa mambo yao ya kawaida. Ndio. Sherehe za leo zimekuwa na mambo mengi tofauti, kutoka yale yaliyoshuhudiwa asubuhi ya saa 3 wakati hafla ilipoanza. Tumeona pia kuna mila ambazo tumeweza kushuhudia zikifanyika pale, ama tamaduni zikifanyika pale, na pia tumesikiza semi katika zile hotuba, si kutoka kwa familia, kwa viongozi, wanasiasa, wote walikuwa pale wakipeana semi zao tofauti tofauti. Upande wa familia ni kama ambaye siku hii ya leo wameishiwa na maneno. Tumweke Aida kando kidogo, manake Aida alipata nafasi, tulimuona angalau alipata nguvu na akazungumza pale. Lakini tukiangalia upande wa watoto, ni kama walikuwa kidogo kama uchache ama wachache wa maneno. Najua ni mengi wako nayo kwa moyo wanangetaka kuyazungumzia, lakini ni kama ambaye wameshakubali lile na tusonge mbele. Ya, nishatufahamu ya kwamba wamekuwa kwenye msafara, wamekuwa mbele kabisa kwa msafara huu tangu mambo haya yafanyike. Kimawazo, kimoyo, kihisia, wamechoka. Maana ukitazama kwamba kama Winnie alikuwa na babake kule, haya mambo yote yalipokuwa yanajiri alikuwa yuko pale. Kwa hivyo zile hisia zilianza mapema sana. Na akawa safiri na mwili, wakawa pokelewe kwenye airport. Ikawa mwili utembezwe hadi Kasarani, ikawa tena kesho yake mwili uweze kukua viewed pale Nyayo Stadium. On Saturday tena wakawa mbele ya dunia mzima wakizungumza. Then of course that was on Friday. And then on Saturday ikawa mwili upelekwe kule Kisumu. Katika uwanja wa Mamboleo. Uwanja wa Mamboleo. Na ukamwona pale Raila Junior akiwa pale mbele akisaidia na kiongoza. Na leo hii tena ikawa hafla hii anze mapema na imeisha hivi sasa. Kwa hivyo unaona kwamba walikuwa kwenye kazi nzito sana kiakili, na pia kukubali kuondokewa na mzazi ni jambo nzito. Na pia kuhakikisha kushirika kwamba sherehe yote, shughuli zote zinakwenda kadri inavyo. Alafu kama siku ile ilikuwa ni tamati. Ilikuwa sasa ni baada ya hafla hiyo ni kuzikwa. Inakuwa extremely emotional wakati sasa unajua kwamba tumefika tamati. Mwili huu sasa lazima tuuzike. Na katika ile kuzika kuna real separation. Kweli wengi wetu wakati huo tunaamini kwamba kweli tumefiliwa, kweli mpendwa wetu tutamwona tena, kweli yameisha. Kwa hivyo napata kwamba siku kama ya leo ilikuwa ni siku nzito sana kwao. Ndio. Ni kukubali tu pole pole. Tukiangalia shughuli pia zilizofanyika siku ya leo, kama tulivyosema, ni kwamba ilikuwa ni kukunja jamvi kwa kumpatia Raila Odinga buriani yake ya mwisho. Amepewa ile inaitwa state funeral, na tumeona amepewa 17 gun salute. Je, ni kwa kuwa ni katika kiwango cha prime minister? Je, kuna kiwango ambacho viongozi katika nyanja ama wadhifa kama mwingine wanapewa hiyo 17 gun salute, ama hii ilikuwa ni katika kiwango nyadhifa aliyo Raila, ama kiwango alichofika katika siasa ama pia uongozi wa nchi ndio ameweza kupewa hiyo? Maana tunajua kuna 17, kuna 19 na pia kuna ile 21 gun salute. Wacha nizungumzie kitu kimoja kwamba state burial ni state burial. Okay. Maana state burial inamaanisha kwamba serikali itashughulika kila kitu na amiri jeshi mkuu ambaye sasa ni Rais William Ruto ataongoza tamasha hiyo. Akiongoza lile jeshi letu ambalo ni nchi kavu, wanahewa na wanamaji. Na inakuwa ni function ya military. Na ndio kwa sababu naona tangu mwanzo hadi mwisho military ndio amefanya kazi, sio polisi, sio DCI, sio mtu mwingine, ni military. Na inakuwa kwamba inaongozwa na jeshi, inaongozwa na serikali,
na inakuwa funded na serikali na that's why umeona hata ndege za serikali zikitumika na haswa ndege za kijeshi. Sio ndege za polisi, ndege za kijeshi. Na wakawa kwamba hao ndio wanalinda ule mwili, hao ndio na guard wakati watu wanakuja kuutazama, hao ndio wanaukunja baadaye wanarudisha kwa makafani kama ni funeral home, bado wanaulinda. Baadaye watauchukua wataweka kwenye gari rasmi za kijeshi kupeleka to the next point. Na watafanyia gwaride. Wakati unabeba ile jeneza limefunikwa bendera ya Kenya. Kweli, tuliona hivyo. Ndio, na wana march wakiwa full na bunduki na kila kitu na kofia. That is a state burial. Na mwishowe wataendesha hiyo ibada, kanisa itakuwa involved, familia itakuwa involved, lakini ni wao ambao wamesimamia. Mwishoni wao watazika. Ni wao watazika. Na ukumbuke katika nyadhifa za military wako pia na watumishi wa Mungu kule ndani. Kwa sababu unaona walipokuwa na march kulikuwa na wale ambao wamevaa mavazi ya utumishi wa Mungu. So unapata kwamba ni wao wanafanya kila kitu kwa niaba ya serikali. So inaitwa state burial ama state funeral. Na inapeperishwa moja kwa moja. Kila step inapeperishwa moja kwa moja. Maana itakuwa state burial ama state funeral ikiwa ipeperishwa live. Moja kwa moja nchi nzima itaona. Kila kitu kingine itasimama kwa television. State burial ama state funeral ifanyike. Kila mtu aungane, anajumuishwa ndani. Na kisha unapata kwamba hata siku ya Friday ilikuwa declared kuwa public holiday. Kweli. Maana ikiwa ni state funeral then inamaanisha kwamba kama nchi nzima lazima tutachangia ama participate katika hata kama ni ile kuview, kuona kutoka mbali, kutoka kwa runinga, wale ambao watakuwa kule na mambo kama hayo. In other words, ni jambo ambalo linashirikisha nchi nzima tukiongozwa na serikali. Ndio. Nitarudi pale kwa 17 Guns Salute. Ni kwa sababu gani yeye amepewa? Ni kwa sababu alikuwa prime minister ama kuna wadhifa mwingine wa kiongozi anaweza pewa? Ni sharti tukubali kwamba retired Honorable Raila Amolo Odinga hakuwa rais. Sote tuwafahamu alipigania nyadhifa ya rais mara kadha wa kadha. Historia inasema ni mara 5. Hakuna mahali ambapo tumeona for whatever reason amepita ama maapishwa kama rais. Lakini sharti tuzingatie kwamba mambo matatu yamefanyika kwa maisha ya retired Honorable Amolo Odinga mwenda zake. Cha kwanza ni kwamba amewania urais mara kadha wa kadha. Na kila wakati alianza akiwa mdogo na amegrow in stature. Amekuwa mzito anapoendelea. Hivi kwamba unapata kwamba 1997 alipojaribu hadi 2022 hajakuwa yule. Alikuwa mwenye ushawishi mdogo sana 1997. Lakini ushawishi umepanda kabisa. Hivi kwamba tulimuona baada 2017 kura pale 2017 tumemwona akiapishwa pale ama akijiapisha pale Uhuru Park akijiita the people's president. Na watu wengi wamekubaliana ama walikubaliana naye kwamba ni people's president kwa ajili ule ushawishi mkubwa alionao kwenye nchi hii. Hata leo rais ameconfirm kwamba huyu japokuwa hakuingia kwenye ikulu lakini huyu alikuwa ni people's president. Kwa hivyo naona kwamba hicho cha kwanza. Cha pili ni kwamba baada ya 2007 machafuko ya 2007 sote nakumbuka kwamba kulikuwa na handshake na Mwai Kibaki. Tukawa na ile serikali ya National Code. Ikawa kwamba wafanya kazi pamoja, yeye akiwa prime minister, huyu akiwa rais, lakini wakiwa wanatoshana nguvu. Ni vile tu hangeitwa deputy because deputy yuko chini ya rais. Kwa hivyo hata baraza la mawaziri pia lilikwenda sambamba. Yes. Wakawa huyu na 20 baraza la mawaziri na huyu na 20 baraza la waziri. Na kwamba hakuna yeyote ambaye angefanya uchaguzi wote angefanya any decision bila kumshirikisha mwenzake. So wakawa kama co-presidents. Ndio wakati akuwa nauliza ikiwa mimi kweli ni co-president na rais, mbona napewa nusu mkeka? Mbona vitu vyangu vinafanywa ni kama hivi kwamba
hatutoshani, bali ila National Accord ilisema kwamba tunatoshana. Kwa hivyo unapoangalia hivi vitu viwili kwamba amekuwa ana growing stature na baadaye amekuwa prime minister, that is why serikali ilionelea huyu kula amefika yuko the same level na rais, japokuwa hajaingia kwenye ikulu, yuko the same level na rais, lakini kwa vile hakuingia kwenye ikulu yenyewe basi wacha tumpatie 17 salute ya zile gunshots. Ushawishi ule uzungumzia ambao pia umeweza kudhihirika katika siku hizi zote 4 ambazo tumeweza kushuhudia. Ukitazama yale mambo yaliyofanyika mwili ulipoingia tu, mwili huo ulitumia almost 6 hours, masaa 6 kutoka JKA hadi Kasarani. Na hata mwili ulipofika pale Kisumu airport, ilikuwa jambo la kwanza, the initial plan ilikuwa kwamba mwili huo usafirishwe na barabara hadi Mamboleo. Ikawa haiwezekani. Watu walikuwa kwa maana umati umetoka, watu wametoka, hawangefika hata. Labda angekuwa nafika leo pale Mamboleo. Kisha the other plan ilikuwa kwamba kutoka Mamboleo basi wa drive kwa barabara hadi Bondo. Nafikiri leo hiyo angekuwa bado njiani, kwa maana yale mambo yalionekana pale kwa Nairobi Expressway hadi Thika Road hadi pale Kasarani yalifungua ile kamati macho na kujua kwamba afadhali tuweke vigezo na mapema. Huyu ana supporters wengi, ana ushawishi mkubwa zaidi, na katika hii hali ya watu kuomboleza itakuwa vibaya kuwafukuza kutoka barabara, kwa piga. Uliona mambo ilifanyika pale Kasarani, tear gas na mambo kama hayo. So ku avoid mchafuko na watu kuumia na stampede na maafa, serikali kuangalia kwa kila point watakuwa na airlift mwili huu. Ndio wale ambao kwa barabara wasizuie barabara, wajaribu wafike kule mwili unaenda, uende wa view. Lakini kupita kwa barabara ilionekana kwamba haiwezekani. Tukizungumzia swala ama yale ambayo tumeshuhudia siku ya leo, Raila alikuwa mwanasiasa, kando na mambo mengine ambayo pia tunajua siasa ilikuwa lazima zitasheheni ama zitachukua usukani pale. Wanasema mti mkuu ukigwa ndege huyumba. Na swali la chama cha ODM ambayo tunajua yeye ndiye alikuwa kigogo pia limeibuka pale. Yapo yamesemwa mengi, ukiangalia wale waliokuwa wanasema kwamba kuna vitisho kwamba ODM huenda pengine kasambaratika. Wengine wanasema kwamba tutahakikisha kwamba ODM haitaweza kusambaratika. Ni wakati mgumu. Je, usemi huo kwamba mti mkuu ukigwa ndege huyumba, unaona kwamba unaweza kutimia ama lazima kabisa kuwe na shake up. Kwa maana kiongozi ameondoka. Na huenda sio kila mtu ambaye ata read from the same script ama atasoma kwa ile page moja. Labda kuna mmoja atahisi kwamba labda Raila alisimamia mambo haya, mimi ndio na mambo haya. Labda kuna mwingine atahisi kwamba kiongozi wangu alisimamia haya, mimi nitasupport haya. Ama kuna yule anasema kwamba zile values zenye kiongozi wangu alikuwa amesimamia, sasa nitachukua mkondo tofauti maana hayupo tena. Kwa hivyo ni mambo ya kawaida sana wakati kiongozi anaondoka, hata kwa familia. Kuna wakati ikiwa ni baba wa nyumba, mama wa nyumba, mama yoyote yule anapoondoka, unapata kwamba hadi ikiwa ni watoto walikuwa pale, watoto wachanga, wasipoelekezwa vyema huenda wakakosa mwelekeo. Kwa maana baba yule ambaye kwa anapeana guidance, hakuwa anapeana mwelekeo, ama mzazi yule ambaye kwa anapeana mwelekeo hayupo tena. Kwa hivyo unapata kwamba kutakuwa na shake up, lakini ni mambo ya kawaida. Mambo ambayo yamesemekana pale, nafikiri kwa moyo, kwa sauti moja, nafikiri yale mambo ambayo yamesemekana kwamba ni kwamba retired Honorable Raila Amolo Odinga alikuwa kwenye broad based government. Kweli. Akasema kwamba alileta ODM ndani, na by the time alikuwa anaenda zake, hakuna mahali alikuwa amesema kwamba ODM ondokeni kwenye broad based. Kwa hivyo yale ambao wengi wao walikuwa wanashikilia ni kwamba tutafuata kule baba alituweka, tutafuata maadili ya baba, na ikiwa baba alituacha ndani ya serikali, tutazidi kukaa ndani ya serikali na tusupport ama tuunge mkono Rais Ruto na sera za serikali. I think hapo ndio
the majority of the voices za ODM zilikuwa zinazungumza, na kawa wanasema kwamba hawasambaratiki kama chama. Ikiwa kuna mtu pale nje anangoja kuona wameenda different ways ama wamesambaratika, wakasema haitawezekana, kwa maana wameachiwa maadili fulani ambao wataendelea tu na hayo maadili. Ndio. Lakini kama ulivyosema ama kama ulivyoashiria hapo awali, na pia kama tulivyosikia Semi wakielezea kwamba kunao wanaosema kwamba tutabaki hapo, alituacha hapo, tutabaki hapo, na kuna upande mwingine ambao pia tumeona ukisema kwamba sisi pia kama ODM ni chama tunataka tuhakikishe kwamba ODM haimezwi ama haisambaratiki. Sasa ukisema kwamba watakwenda kwa kauli ya mzee ama baba, bila shaka hapo tunaona kwamba kuna vile itasambaratika, manake kuna hawa wanavuta huku, kuna hawa wanavuta huku. Ni nani pale katikati atakuja kuweza kuwashikilia? Kwa sababu sasa watakuwa na National Delegates Conference, National Executive Council, ile ambaye inazungumzia masuala ya chama. Sema kwamba lazima wawe nayo, maana kiongozi ameondoka. Kwa hivyo tufanye nini? Tutafuata mkondo upi? Lazima chama sasa kije up na statement yake. Tumekaa katika ule mkutano, tumetofautiana, tumekubaliana, baadaye tumekuja na hii statement. Sisi kama ODM tunafuata mkondo huu, mkondo ule, mkondo ule. Leo ilikuwa ni usemi wa kila mtu tofauti. It's not the party's position. Kweli. Lakini kuna wakati lazima party's position will come out, na hata utakuwa na new leadership. Wasema kwamba kwenye mkutano huo tumechagua za kinara wetu kuwa mtu fulani, kama ni Oburu ata retain, kama ni mtu mwingine, yote itaikuwa plain. Leo cha msingi ilikuwa ni kwamba mwili wa mwenda zake retired Honorable Raila Amolo Odinga, former Prime Minister, umezikwa. Baada ya hapo sasa mambo mengine yanaweza anza. Naam, kama ulivyosema, mambo mengine bila shaka yatafuata, na itakuwa ni vyema kabisa kuweza kufuatilia kuona ni mkondo upi hususan chama hicho, manake macho yote yatakuwa yanaelekezwa kuona je, watasimama imara ama kama Raila vile alivyokuwa yeye ndio kigogo wa chama hicho, kuondoka kwake kutaweza kuonyesha mapengo yaliyoko pale. Manake kama semi zilizokuweko hivi leo ni kwamba huyu anavutia huku, huyu anavutia huku. Sasa nani atakayekubali kuachilia ile ngozi? Wanasema kila mwamba ngoma huvutia kwake, ngozi hukatika. Sasa nani atakayekubali kuachilia ile ngoma iendelee kufanya nini? Kupigwa ama kuchezwa. Haya, tuzungumzie viongozi walioweza kufika, manake tumeona si viongozi wa Kenya peke yake. Yes. Kuna swali moja ambalo pengine watu wanaweza kuwa wanajiuliza kwamba je, tungetarajia rais maybe kutoka one of the African countries pia kufika, kando na the former president wa Nigeria, wale wawakilishi kutoka nchi mbalimbali kama Special Envoy ametumwa kutoka Uganda, kuna mke wa Changirai kutoka Zimbabwe ambaye alifika, former prime minister. Je, pengine kungekuwa na viongozi wa hadhi kama hizo pia pengine wangeweza kufika? Labda ndakujibu kwa vitu vitatu. Cha kwanza, lazima tuelewe kwamba muda huu ulikuwa ni mfupi sana. Kweli. Maana tukio hili lilifanyika Wednesday na alikuwa anazikwa leo hii. Na watu unapata kwamba rais wengi labda walikuwa na other prior what do you call them, engagements. So ikawa ni ngumu sana labda mtu atoke mahali fulani afike mahali fulani kwa muda mfupi. Wengi wao walikuwa wanatuma representatives na mambo kama hayo. Kwa sababu tunasema kwamba ikiwa sio mambo ya usia kwamba nizikwe within 72 hours, labda ikawa ni kitu ya kuchukua wiki 3-4 ama wiki 2, mipangilio ingekuwa tofauti zaidi. Hata rais leo hii amesema kwamba ilikuwa ni changamoto kubwa sana kusikia kwamba Junior akimpigia akimwambia kwamba lazima baba azikwe within 72 hours. Kweli. Ikawa ni ngumu sana, na akasema kwamba hata hapa ambapo tumefika ni mkono wa Mungu, kwa maana haingewezekana. Na unapata kwamba katika hali ya kujaribu kutenda yale ambayo yameandikwa kwa usia, ilibidi mambo haya yaharakishwe zaidi. Kwa hivyo hata serikali yenyewe ya Kenya kupata nafasi ya kuandikia labda marais wengine, jooni, karibuni, kweni na sisi kwenye msiba huu, haikuwepo. Kwa maana mwili ulikuwa unafika, unaenda Kasarani, Nyayo Stadium, ilikuwa ni mambo ya upesi zaidi. Lakini naamini kwamba ikiwa kweli kulikuwa na wakati mrefu, muda sawa
hatungekosa kupata marais wengi na hata wacha hata kutoka bara la Afrika, hata kutoka Europe, hata kutoka the American continent wangefika. Lakini lazima ujue kwamba kila rais ama kila nchi inakuanga na its own security detail, na lazima wajipange kabisa. Si kama mimi na wewe ambao tunaweza enda tu mahali hivi. Hata kama tungetaka rais labda wa Marekani kuja, lazima nchi ya Marekani itaangalia mambo mengi kabla ya kufanya ku make decision ama kabla ya kuja. Kwa hivyo kitu cha masaa machache tu inaleta a lot of logistical challenges when it comes to security issues for presidents. Hususan ukiangalia nyadhifa za hao ambao tunatarajia pengine wangefika. Waliofika pia tumeona kuna viongozi kama kina ambaye host governor amekuwa ni James Orengo, vile vile ambao walikuwa wakati wa Raila akijaribu kuungana na Rais Moi 1997. Raila Orengo alikuweko, Kalonzo pia alikuweko. Maana nakumbuka wakati wa hiyo handshake Kalonzo alikuwa upande wa Moi na hata alimkaribisha Raila kuingia hapo. Lakini unahisi pengine Kalonzo angekuwa pengine wale ambao pengine wangezungumzia mengi zaidi kumhusu Raila, ukiangalia nafasi aliyopewa katika kufanya mazungumzo ama kutoa hotuba yake kabisa, na kina Martha Karua pia walikuwa pale kabisa. Lakini kwa kusema kweli sifikiri hata kuna mtu yeyote anaweza pata nafasi mwafaka ya kuzungumzia juu ya Raila Odinga. Labda watu wende baadaye waandike vitabu ama tuwe na siku ya shujaa tu ya Raila, sijui, because haungeweza. Maana Raila mwenyewe ni kitabu kweli, ambacho kina chapters kweli. Unazungumza mambo ya msamaha, unazungumza mambo ya resilience, unazungumza mambo ya amani, injustice, mambo ya katiba, hata kwenye ulingo wa sheria. Develop a lot of jurisprudence kwa nchi yetu, kwa maana kumbuka baada ya katiba ya 2010 election petitions zake zenye amefile, yeye pekee amefile 3. Amefile dhidi ya Uhuru mara 2, dhidi ya Ruto mara 1. Tunapata kwamba katika kila decision ya Supreme Court kuna jambo ambalo Kenya ina gain. IEBC inaambiwa okay, japokuwa tumedismiss lakini tunaona hapa kuna shida. Kwa kura zijazo pengo hili lazima lizibwe, mambo kama hayo. Unapata kwamba amedevelop a lot of jurisprudence. Sasa hivi tunajua kwamba unaweza file petition against labda wizi wa kura ama kura potovu ya urais, na koti inaweza sikiza na ibatilishe. Maana ilikuwa the only decision in Africa, the African continent, and I think the second one in the world. So unapata kwamba huu ni mchango mkubwa ambao lazima uzingatiwe na uzungumziwe. Lakini unapata kwamba hakuna wakati. Muda ambao tulipewa kwa usia wake ni muda mfupi, masaa 72. Tukiangalia huo muda mfupi ambao tumekuwa nao, ama tukizingatia huo muda mfupi ambao tumekuwa nao, na ni mengi ambayo Raila amefanya kwa nchi ama atakumbukwa kwayo, ama watu generations to generations wataweza kuzingatia masuala kama haya. Unaona ni njia gani mwafaka ama kwenda mbele mustakabali wa taifa utaweza kumhusisha ama kuhusisha urithi ama legacy ya Raila namna gani? Mtu kama Raila anapaswa kuwa na siku yake tu ambayo mambo yake yatazungumzwa. Watu wakutane Moi Stadium, mwingine Kenyatta Stadium, mwingine Uhuru Park. Hiyo siku kama mashujaa, siku ambayo tuko nayo, ambayo tunazungumzia mashujaa wetu. Lakini ukiangalia yale ambayo yamesemekana pale kwa mtu wa Raila, nafikiri kwa maneno ya Orengo James, this is the greatest Kenyan who ever lived. Kwa maana ukiangalia his upbringing, hata jana kwa naonyesha kwenye runinga, aliishi Jericho, mwingine anasema aliishi Kaloleni pale Kisumu, alikaa wapi. Alikuwa mtu wa kawaida kabisa. Lakini unapoangalia his upbringing, jinsi amekuja, niliona mzee mmoja pia akizungumza akisema kwamba tulisoma na Raila kule Ujerumani, na akawa anapigania haki hata za students, bila kutumwa, bila kupewa chochote. Anaona huyu anadhulumiwa kwa ajili ya rangi yake, na amepita. Unaona, anasema kwamba alikuwa anaenda anasukuma mpaka huyo mtu anapata haki yake. Kwa hivyo unapata kwamba
mambo ambayo Raila Amolo Odinga aliweza kuyatenda kwa maisha yake ni mambo mengi. Sio mambo tu mengi ya bure, ni mambo ambayo yamegusa wa Kenya na nchi ya Kenya katika njia ambayo hatuwezi tukai-express kwa masaa ama kwa muda mchache ambao ulizingatiwa hizi siku 3-4 ambazo zimepita. Ni sharti siku itengwe ama wakati utengwe, ambapo mambo yake haya yote yataandikwa hivi kwamba vizazi vijazo, vizazi hivi na vijazo vijifunze jambo ambalo litafanya nchi hii inawiri, isonge mbele katika ulingo wa demokrasia, katika mambo ya katiba, mambo ya sheria na utawala. Kwa maana mambo haya yote hawezi ukayazungumzia bila kutaja jina la retired Honorable Raila Amolo Odinga. Nakumbuka nikisikiza hotuba Oburu pia amezungumzia swala la Raila alipokuwa mwanafunzi. Sijui kama ulisikia hiyo part Swaka. Akawa anasema kwamba walipokuwa shuleni kuna makosa fulani alifanya, ama kama alikuwa ameambiwa aite mzazi ama alikuwa amepewa ruhusa, alafu mwalimu akataka kumpatia adhabu. Akamchapa mara ya kwanza, Raila hakushtuka. Akamchapa mara ya pili, Raila hakushtuka. Mara ya tatu akasema kwamba kwa nini unaendelea kuniadhibu? Unaniadhibu bure ilhali mamangu alikuwa ameshanipatia ruhusa. Kuna mambo ambayo, ama tunaweza sema kuna utu wa Raila ama maswala kumhusu Raila ambayo bado hayajajulikana. Mengi sana. Mengi, kuanzia utotoni wake. Mengi sana, kwa maana hata jana nilikuwa nasikia, nikiangalia runinga nilikuwa naona mama wanasema Raila amegrow hapa, amekuwa hapa na sisi, alikuwa anatetea, tunacheza na mpira, nyumba yao ilikuwa imefunguka mlango throughout. Yeyote aliyekuwa na shida alikuwa anakaribishwa tu, unasaidika jinsi ambavyo wanaweza. Sema kwamba alikuwa mkarimu, alikuwa team player, alipenda wote. Na tunazungumza mambo ya 1950s kule Jericho. Wale walikuwa na chapter nyingine ya Raila ambayo wanasiasa hawana, vyombo vya habari havina, Supreme Court haina. Lakini wanapeana another different angle kwamba huyu mtu alikuwa mtu wa kipekee. Wanasema kwamba hata leo hii hawezi kuwa harass na City Council kwa ajili ya mambo kadhaa wa kadha, kwa ajili mambo haya yakifikia Raila atakuja, ataingilia kati, atawapa amani. Kwa hivyo unapata kwamba mambo ama maisha ya Honorable Raila Amolo Odinga hayawezi yakazungumzwa kwa muda mfupi huu ambao tumekuwa nao. Na sharti na ukumbuke kwamba huu wakati haukutosha hata kupiana tributes. Kwa maana mwili huu ulikuwa unakimbizwa from one point to another. Wale Wakenya ambao wangepeana tributes ndio Wakenya tena ambao wanatakana wapange foleni waweze kuona ule mwili. Na hizi siku zote umeona viewing imefanyika hadi usiku. Naanza asubuhi hadi usiku. Na ujue ni hapa Nairobi tu. Na sio kila mtu aliwezewa kwa ajili ya wakati ule. Aliweza kusafiri pengine kwa uwezo wake mwenyewe aliji. Yes. Hapa Nairobi viewing, not everybody was able to do it. The constraint of time, cause alifika na ikawa Kasarani ifanyike hivi, kesho yake Nyayo Stadium ni ngumu. Kisumu ikawa hivyo. Mwili huu ungepaswa kama wakati ungekuwepo, Wakenya wote wapate fursa ya kuuona. Uwe Mombasa, uende Malindi, uwe Garissa kule, Mount Kenya, uende kule. Maana na wafuasi nchi mzima. Kwa hivyo ungezungushwa kila county. Wana wafuasi nchi nzima. Na ndio maana Wakenya wanajiuliza kwa nini ilikuwa muda mchache. Kwani Raila hakujua kwamba ana wafuasi ama ana ushawishi mkubwa namna hii, kwamba anatunyima nafasi ya kuweza kuomboleza kwa wakati ambao tunafaa kupewa. Nafikiri kwa macho yake ama kwa hekima yake aliona kwamba mambo kama yakifanyika basi nchi itakuwa at a standstill. Nchi itakuwa at a standstill. Na by nature of Raila's character hakupenda kukuwa domineering na kujiweka center of attraction. Na that is why watu wengi wanasema kwamba wakiwa makwao, wakiwa kazini, wakiwa wapi. Lakini nchi kusimama, atakuwa ile mwili wangu labda umewekwa mahali fulani, lazima kila mtu aufikie. Nafikiri alifikiria akaona huenda ukaleta rapsha nyingi. Ndio. Tuzungumzie hotuba ambayo Mama Aida hii leo ameizungumzia ama ameitoa katika ule umati ulioweza kufika kujumuika na familia kumsindikiza Raila.
tumeona amemshukuru rais kwa mazishi aliyompatia Raila, mazishi ya hali ya hadhi ya juu. Vile vile akaweza kumzungumzia Raila kama family man. Amesema japo nyinyi mwamjua uko nje kama politician ambaye wakati wake wote yuko nje anasaidia, kama ni mambo na demokrasia, kama ni mambo na amani, kama ni mambo na empowerment ya vijana na akina mama, masuala kama hayo, sisi kwetu pia kama family man ama kama baba ama kama mume hatukukosa lolote wala hatukupungukiwa lolote. Tukiangalia pia amezungumzia swala la viongozi, ametoa wito kwa viongozi waweze kuhakikisha kwamba wanazingatia kuinua hadhi ama kuinua maisha ya mwananchi. Tuzungumzie nafasi ya Aida katika maisha ya siasa ya Raila. Je, Aida amejifunza mengi kwa Raila ama ni Raila amejifunza mengi kwa Aida ama wameendana? Maanake pia tumeona Aida amekuwa msaidizi mkuu wa Raila katika maisha yake ya siasa. Ya, asante sana tena kwa swali hilo, kwa maana ni sharti tulirudishe kwa ile context ya ndoa. Maana sharti ujue kwamba watu wawili wanapoana, wanapokaa pamoja, they learn from one another. Ikiwa ni Mkristo, unajua Biblia inasema kwamba mke ni msaidizi, so suitable helper. So mara mingi unaona kwamba wakati Raila alipokuwa kwenye detention, mtu ambaye alibaki kama baba na mama watoto ni Aida. Nakumbuka hapo ni Orengo ndo amecrack joke kama ni nani, akamwambia ingekuwa, manake wakati huo Aida alikuwa mrembo sana, na ingekuwa ni wasichana wengine hapa karne hii, wakati Raila ameenda detention, mungetoroka muende mutafute wame wengine muolewe, lakini Aida, na nimependa joke ile manake niliona Aida akicheka, amejifunika na karatasi hivi kidogo. Ni Oburu, nimekumbusha kwamba ni Oburu mwenye alisema hilo. Na Aida kwa mara ya kwanza baada ya siku 4 ama zenye zimekuwa za huzuni, akawa amejaribu kufunika uso kidogo hivi, lakini tulimuona kwamba angalau pia ameweza kutabasamu. Ndio kabisa ya unapata kwamba Raila alimwenzi Aida na alimzungumzia Aida mara mingi hata kwenye ulingo wa kisiasa, kusema na msaidizi ambaye amemsaidia sana, amekuwa naye, ametembea naye wakati kuna unveil manifesto, wakati kuna unveil, wakati kuna mleta kama mgombea kiti cha Azimio, walikuwa kuna Aida pale. Aida akisema amekuwa wangu, lakini sasa hivi leo na mwachilia kwa Wakenya. Huyu sasa ni wenyu, tembeni na yeye, mlindeni, maana sasa there's a sacrifice I've made for the country. Na katika ulingo wa kisiasa, Raila Amolo Odinga amekuwa na msaidizi wa kweli ndani ya Aida. Kwa maana yale mambo ambayo tunazungumzia kwamba amefungwa miaka 6, akitoka anashikwa tena anafungwa 8 bila sababu, ile detention without trial, na amacha mke, jinsi ambavyo Buru anasema mke huyo ni mchanga, watoto ni wachanga. Kweli hiyo shida na taabu, na sio tu, maana pia serikali iliyokuwa wakati huo ilikuwa bado inamdhulumu huyo Aida. Maana anasema hata kazi aliachishwa, akahamishwa upesi na mambo mengi ambayo walipitia kama familia, lakini Aida alisimama. Aida alikaa kama mke na kaka kama wale mama yake, hao watoto ambao unaona kwenye uwanja wa Nyayo, uwanja wa Jaramogi Odinga ambapo mazishi haya yamefanyiwa. Kwa hivyo unapata kwamba Raila amesoma mengi kutoka kwa mke wake, amesoma resilience. Juzi wakiwa tukiwa kwenye Nyayo Stadium, Aida akawa anasema kwamba ndoa imekuwa kama ndoa zingine za kawaida. So kumekuwa na challenges, kumekuwa na ups and downs, lakini walijifunza kitu kimoja, kuzungumziana na kusameheana. Amesema hayo yote akiwa pale Nyayo. Kwa hivyo kuna mambo Raila amejifunza kutoka kwa mke wake, na kuna mambo mke amejifunza kutoka kwa Raila. Maana other than now being a politician, baba wa taifa ambaye watu wanamuenzi, kumbuka ni bwana ama ni mme wa Aida, ni baba wa kina Fidel, wa kina Junior, ni baba ya Winnie na Rosemary. Na kuna majukumu ya baba ambayo taifa huenda lisipe watoto wake. He has to be there as a father, kwa ile upendo na nini. Wana watoto hao wote wanamuenzi
kama babu anasema other than everything you are a dad. You are our dad. You are our father. Kweli. Na Aida pia anazingatia akisema kwamba huyu alikuwa ni mme wangu. Kwenyu labda ni Jacob, kwenyu labda ni Tinga, but at the end of the day huyu ni mme wangu. Kwa hivyo unapata kwamba yale masaibu, uchungu ambao Raila alikuwa anapitia, labda majonzi ya kura, ya kuatia gas, kuumia kwa barabara, kufungwa, lazima yalimuumiza mke wake. Maana Biblia inasema wawili watakuwa kitu kimoja. Na Raila pia pale ambapo amefungwa ama anaumia kwa ajili ya kisiasa, ana realize kwamba naumia kisiasa, lakini pia my own family ina suffer as a result of my suffering. Inapolia machozi kwamba kore imepotea, maybe ama mambo kama haya, napokimbia kotini wana labda kesi inatupiliwa mbali, anapofungwa, kimbia kujificha kule Norway, ana uchungu kwa moyo, kwa maana angependa kuwa karibu na watoto wake na mke wake, just like any other politician. So as ufanye siasa yako ukiwa unarudi nyumbani, ukaenda jinsi mtu yote anaenda kazini akirudi kwa familia yake, lakini hakupata hiyo nafasi kwa wakati mwingine, kwa maana alikuwa amekimbia mafichoni kule Norway, maana amefungwa detention. Na unapata kwamba mambo hayo lazima yale affect sana hii familia, na pia yalileta mafunzo kadha wa kadha ambayo Raila alijifunza, na mke wake Aida pia kajifunza mengi kutokana na resilience, msamaha wa bwanake. Leo nimesikia Aida mwenyewe akisema kwamba Raila hakuwa mtu ambaye ungechukulia adui zake kama adui. Kama adui. Kweli. Maana wakati unachukulia kama adui unapata kwamba wewe ndio best friend. Kesho watakuja kuwa marafiki. Yes. Nimemsikia hapa akisema kama ni rafiki wa Raila, sawa, kuwa rafiki mwenye ambaye ni rafiki. Yes. Lakini maadui zake achana nao. Yes. Manake huwezi jua kesho kutakwenda vipi wawe marafiki. Na kama wanavyosema kwenye siasa hakuna marafiki wa kudumu, hakuna. Alisema hayo yote. Na hilo ndio unaona anaposema hivyo, anasema kwamba nimejifunza kutoka mme wangu. Unaelewa? Nimejifunza kwamba hakuna uadui. It is what you make out of it. Mnaweza kosana, mnaweza kosa kuelewana kwa jambo fulani, lakini Raila akaona tafuta njia ya kurudi hivi kwamba tena muwe kitu kimoja. Ndio. Haya, kuna mambo ambayo bado ningependa tuyazungumzie. Ukiangalia mustakabali wa taifa kwenda mbele, mustakabali wa siasa, mchango aliyoweza kutoa Raila, iwapo kama tunaweza sijui kama nitasema kutambua kikamilifu, ni namna gani ambayo kama tutaweza kutambua kikamilifu. Sijui kama mwelekezi wangu ameniambia twende mapumziko. Haya, tuendelee kusonga. Nikirudi pale kwa Aida, amezungumzia akasema kwamba viongozi na waomba kwamba msiwe wenye kutaka kujikusanyia mali wenyewe kwa wenyewe, bali muwe wa kuhakikisha kwamba kama ni kushughulikia maisha ya kila mwananchi ama kila Mkenya. Semi kama hizi ama kauli kama hizi zinatupatia uzito wa aina gani wa masuala ambayo Raila pengine alikuwa anatamani kwa nchi? Kila ambacho Aida anasema ni yale tu ambayo ana summarize. Anapenda kufupi yale ambayo bwana yake ama mme wake alisimamia. Mambo ya ufisadi, wizi wa mali ya umma, mambo ambayo tumeona kila siku kwenye runinga, tumeona kwenye mahakama yetu, utovu wa nidhamu wakati inakuja kwa mambo ya corruption, from the highest to the lowest, wawe ni governors, wawe ni MCAs, wawe ni public officials. Kumekuwa na huu pepo wa ufisadi ambao umekithiri kwenye different administrations, right from the days of Moi. Kasema Moi aondoke kwa sababu ya mambo ya corruption. Kibaki's regime came, kulikuwa na some scandals. Same to Uhuru's government, same to the government that we're having right now. So ule wosia ambao anapeana pale ni kwamba nchi hii tukitaka kuwa na yale maono ambayo Raila alikuwa nayo kwamba tuwe kama Singapore ambao tulikuwa tunatoshana miaka 50 iliyopita,
na nchi zingine za kule East. Unapata kwamba anasema we must refrain kutoka kwa tabia ya kujilimbikizia mali na kuiba na ufisadi, maana tuna affect economy yetu ambayo tunatazamia tujenge sisi kama Wakenya, tujenge watoto wetu na nchi yetu. Kwa maana wakati mtu anaiba na anachukua ile pesa ambayo ingetumika labda kujenga mashule, hospitali na miundo misingi mingine ambayo ingesaidia sisi wananchi kuendelea. Kwa hiyo unapata kwamba kutoka kwenye third world tuwe ile first world yenye Raila na Ruto walizungumzia kwamba sasa tuzingatie kukua first world, itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo the buck stops with us, the buck stops with the politicians, and that's why Aida is saying let us learn from Raila. Hakuna siku umesikia kuna kesi dhidi ya Raila imefailiwa. Raila amechukua mali, ameserve kwenye nyadhifa tofauti serikali, even before he was the prime minister. Amekuwa minister wa road, amekuwa waziri katika serikali ya Moi, amekuwa Kenya Bureau of Standards, amekuwa nini. Hakuna siku hata moja utasikia kwamba kuna kashfa fulani ambayo imemwelekezea Raila Amolo Odinga. Tukikuwa katika muktadha huo na jaribu kuangalia semi ama kauli ambazo pia zimeweza kuwekwa katika maeneo tofauti kuhusiana na upande wa opposition. Tumemjua Raila akiwa upande wa upinzani kwa muda mrefu katika serikali hizo zote, japo kabla hata ungane na Moi alikuwa yuko opposition. Maana pia Jaramogi alikuwa katika opposition. Raila akaja kaingia opposition. Amekuwa opposition mpaka sasa, ambapo juzi tu ndo waliingia kando na opposition ana shake hand. Akikuwa opposition ana shake hand. Unaona mustakabali wa taifa upande wa upinzani katika ku check on the government? Tutaweza kupata upinzani ambao utakuwa na nguvu, ambao utaweza kuwa na nafasi ya kuweza kuangalia serikali inavyoendesha shughuli zake kama tulivyokuwa na Raila? Je, kuna kati ya hao wanasiasa ambao wamepitia mikono ya Raila? Maana wanasiasa wengi pia wamezungumza kusema kwamba tumepitia katika mikono ya Raila. Je, kuna walioweza kuiba angalau na hao 2-3 kutoka kwa Raila kuweza kusema kwamba tukifuata mkondo huu tutaweza wacha tu niseme ukweli hapa hadharani kwamba there'll never be anybody who can fit in the shoes of Raila. Kweli. So ikiwa wewe ni opposition, sifikiri wanaweza fanya opposition the way Raila alifanya opposition politics. Maana Raila's opposition politics hazikuwa za ukabila, hazikuwa za kugawanisha wa Kenya. Raila would speak to the point, speak to the ills of the government. Aseme ni kama ni corruption. Haijalishi wewe ni you come from my backyard, haijalishi wewe ni lugha yangu ama my tribesman or my relative. He'll point it out. He'll say this is wrong. Hakuwa na semi za uchochezi, no. Hakuna siku unasema Raila amechochea wa Kenya kwa ajili ya kitu fulani kuna mchafuko. Labda akienda demonstrations, anaenda kwa ajili ya jambo fulani. Anasema kwa ajili ya jambo hili serikali imekataa kusikiza, na kulingana na katiba tuna nguvu na mamlaka ya kufanya picketing. Tuende tufanye maandamano ya amani, jambo fulani. Lakini upinzani na viona hivi sasa umekosa kabisa ile stamina ya kucorrect serikali kwa mambo specific na details. Nasema kwamba mambo haya yale tunayabaini, tunayajua, ubadilisha, fanya hivi na vile. Na that's all unaona katika upinzani wa Raila. Alikuwa ana uwezo wa kuingia kwa serikali hiyo na kuisaidia kupambana na mambo fulani. Lakini upinzani jinsi ulivyokuwa constructed leo hii, sione wakiwa na ile taadhima na ile nguvu. Na kinachonishangaza ni kwamba katika huu muda huu wote, hata wenye wanasema wamekuwa wanafunzi wa Raila, kwa nini imekuwa vigumu kwao kujaribu kuelewa jinsi Raila alivyopeleka siasa zake, kiasi cha kwamba wakati huu hayupo nasi bado tunaweza kuwa na mtu ambaye anaweza kuendesha kama tuseme kama ni upinzani kwa njia ile? Maanake hata upinzani ulio hapa sasa bado watu wako na tashwishi nao. Ni kwa sababu gani? Je, ni kwa sababu wengi tumeweza kuweka siasa zetu katika masuala ya ukabila, ama siasa hazimo ndani yetu? Raila yake ilikuwa kwa damu kabisa, kiasi cha kwamba hamna yoyote ambaye anaweza kusema ama kuiga ama kuenenda katika njia ile ya Raila. Acha kweli ni kwamba watu
pandilia koti la Raila sana. Yeah, people just used to hang on him. Na at time tunafikiria kwamba mtu ataishi milele. So hawakusoma their lessons on time. Kweli. And hawakujifunza kwa wakati ambao walihitaji kujifunza. Unapotazama Kalonzo Musyoka amekuwa na Raila kwa muda, amekuwa na Nimes na nini. Kweli. Lakini bado akisimama kama opposition leader, haoni yale makali. Ndio atazungumza mambo haya na yale, lakini kuna jambo one of the speakers alizungumza na akasema kwamba Raila alimfunza. Listen to the ground. Listen to the mwananchi. What is it that the mwananchi wants? So again, unapata kwamba opposition leaders are aloof, they are detached from the mwananchi. Electorates pale kwa pale kwa ground. So mebaki tu finger pointing. Kitu fulani ni baya, lakini you are not in touch. Proper opposition, upinzani mwema, si ule tu wa kukosoa serikali, lakini lazima mwananchi ahisi kwamba unapokosoa serikali uko pamoja na yeye. Unakosoa serikali kwa niaba ama kwa ajili ya yule mwananchi. Lakini si kwa ajili yako settling your own personal scores. Sasa hapo unapata kwamba opposition kidogo bado haina ule uzito ambao tungeupata kwa Honorable Raila Amolo Odinga. Kuna jambo moja hapo umesema kwamba kuna wengi watakaojikuta wanahangaika. Wengi waliokuwa wameshikilia koti la Raila wakati wa nomination, wakati wa elections, akishapewa ticket ile inaitwa direct, anajua mimi nishapata. Pengine hata kwa ground hana mashiko, ama pengine hata hana campaign, ama hata siasa zake hazishiki, lakini kwa sababu amepata tiketi ya ODM, unakuta kwamba yeye ndiye anachukua sijui kama 2027 itakuwa kibarua cha namna gani. Na mtazamaji, 6 dakika zimesalia igonge saa 1 juu ya alama. Tunaendelea kuchanganua na kudadavua maswala yaliyotukia katika siku 4 hizi ambazo tangu tupokee taarifa kuhusu kuaga kwa Raila Odinga zimekuwa siku za shughuli babu kubwa, lakini leo ndiyo jamvi limekunjwa la safari ya mwisho yake Raila. Na sasa studioni basi tunazungumzia tu kwa kifupi maswala tu ama yaliweza kujitokeza na ni yepi ambayo tutajifunza kama nchi na mustakabali wa taifa. Tupumzike kidogo, na porudi tutakuwa ni taarifa kidogo, alafu nitakuwa nazidi kuzungumza naye wakili wetu na mchanganuzi wa masuala ya siasa John Swaka. Usende mbali.